Well, ni siku nyingine tena tunakutana mtazamaji wa Azam TV kwa ajili ya kuweza kutazama mengi ambayo tumeweza kukuandalia kuelekea katika mchezo huu wa pool table. Ilifanyika demo ya kwanza ikaenda hewani, ikaja zikafanyika mechi za msimu wa kwanza zikaenda hewani, zikafanyika mechi za msimu wa pili nazo zikaenda hewani. Hii ni Azam TV, tunakutana mubashara kupitia hapa Azam Sport 3. Huu ni zaidi ya utamu ule wa hadithi, utamu kolea. Tunakutana hapa kuweza sasa kuchezesha ile draw kwa ajili ya kuweza kufahamu ni nani na nani ambao wataenda kukutana katika msimu huu wa pili wa wakali wa pool, hii ikiwa ni season 2. Kilichotokea season ya kwanza tulikiona Royd aliweza kuibuka kidedea akimfunga Jackson Mtanzania, lakini safari hii watu wamesema unyonge sasa basi hilo haliwezekani tena. Kwa hiyo kila mmoja ameweza kujipanga kwa aina yake kuhakikisha kwamba katika mkali wa pool season 2 basi anaweza kuibuka kidedea. Mimi ni Akida Kilango, siko peke yangu, nipo na wana pool table ambao wamejaa hapa. Nikianzia na upande wa kulia kwa heshima kabisa, niko na mjomba Mrisho Mpoto, yeye ni mlezi wa Tapa. Tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuendesha draw hii. Mjomba, nilivyoanza ni kama umeanza kuhisi kwamba kazi yangu inawezekana ikawa iko mashakani. Ulivyogusa hadithi utamkolea, nikasema sasa huyu jamaa anataka kubadilisha fani. Kwa kuwa ni mlezi kwa upande wetu ule, basi inabidi tuangalie namna kuweza kushikana mkono. Naam, hakuna shaka. Karibu sana Azam TV mjomba. Mimi nani niseme asante. Karibu sana. Nimekaribia. Naam, huyo ni mlezi wa Tapa Mrisho Mpoto. Tutakuwa naye hapa katika kuchezesha draw hii, lakini pia tuna mchezaji wa zamani lakini pia anajihusisha na masuala ya utengenezaji wa video. Huyo ni assistant cinematographer Saleh Amini. Tuko naye pia hapa. Karibu kwa mara nyingine tena katika studio hizi za Azam TV. Sana nabii mzee. Jisikie uko nyumbani. Asante sana. Leo umemwona mjomba yuko hapa. Hii inaashiria kwamba kile tunachokiendea kweli ni msimu wa pili. Msimu wa pili na ni jambo ni kubwa sana. Kwa hiyo watu wakae waangalie draw itakavyochezeshwa. Naam, hao ndio watakao tuendeshea draw yetu, Mrisho Mpoto lakini pia Saleh Amini. Lakini upande wangu wa kushoto nina kocha wa timu ya taifa mchezo wa pool Tanzania, Dennis Lungu. Mara nyingine tena ameshakuwa mwenyeji hapa Azam TV, mara kadha wa kadha anakuja, lakini nitumie nafasi hii kukukaribisha tena. Karibu sana coach. Asante. Nashukuru sana. Kuelekea katika kuipata timu ya taifa mchezo wa pool table, draw hii itakuwa ina mchango mkubwa kiasi gani kwako wewe? Yaani kwangu hii draw na mashindano yatakavyoenda, at least nitapata nafasi ile to pinpoint vitu muhimu sana ambavyo nataka kuona kwa wachezaji kabla tujaingia kwenye mashindano ya Afrika. Unajua yanafanyika next year South Africa. Katika sana. Msimu wa kwanza ulipata ugumu kidogo kuweza kupata wachezaji, na walivyoona kwamba show ilivyoenda wengi wakazidi kushawishika na idadi pia imekuwa ni kubwa zaidi. Unategemea nini safari hii? Kwanza Azam sana nabidi niwashukuru sana kwa sababu nimepata simu nyingi. Unajua utaona kama pool ilikuwa ni bar pool, lakini when you look at it it's an international sport, na mnavyotupa support watu wanapiga simu, kwa nini huyu mchezaji hajamchukua, kwa nini hajamfanya hivyo, kwa sababu kila mtu anaona. So kwetu ni kitu kubwa sana. Lakini pia tunaye huyu ni Charles Venus, yeye ni nahodha, alikuwa pia nahodha wa timu ya taifa ya pool table, lakini pia ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya mchezo wa pool table. Karibu sana. Habari ya Zanzibar? Kuna kipi ambacho umekuja nacho kutoka huko? Zanzibar uko raha tu. Unategemea nini katika mashindano haya msimu wa pili msimu huu? Mashindano sasa hivi yatakuwa na ugumu kiasi chake kwa sababu wachezaji wengi wamejitokeza tofauti na mwaka jana. Leo tumeona sasa hivi draw inaweza kufika karibia 128 players. Wachezaji ni wengi wa mikoani, talented mpya zimekuja. Kwa hiyo tunatarajia mashindano yatakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Huyo ni Charles Venus, yeye ni kocha msaidizi lakini pia bado ni mchezaji na ucheza mchezo huu wa pool table. Lakini mwisho kabisa lakini si kwa umuhimu, tunaye Abdalla Miraji, yeye ni mmoja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri katika demo ya kwanza kabisa, ambayo sasa ikaweza kuonesha watu kwamba mchezo wa pool table unafanyikaje na ni kipi kinaendelea mpaka kufika hapa tulipofika. Tumpige makofi yake tafadhali. Ni mmoja kati ya wale waliofanya makubwa kabisa. Abdalla, kwanza karibu tena katika studio hizi za Azam TV. Shukrani sana. Ni safari nyingine tena umeingia katika shindano hili. Mashindano yaliyopita ukufika finali, lakini kwenye robo finali ulifika. Safari hii umejipanga kiasi gani? Bwana, safari hii ni watoe tu wasiwasi mashabiki zangu kwamba nimejipanga na naahidi nitafika finali, nitachukua kabisa ubingwa. Sawa, lakini kwa sasa hivi tuanze basi moja kwa moja kile ambacho kimetuleta hapa, na bahasha hii ina majina sasa ya wale wachezaji ambao wanaenda kucheza katika upande wa single. Tutaomba mjomba
uchanganye vizuri na uchukue baadhi ya vikaratasi kuweza kuviweka hapa mezani kwako. Kama vingapi? Chota tu kwa kiasi ambacho unaona itakuwa ni sawa. Mjomba yeye ni mlezi wa chama cha mchezo wa pool nchini. Amechukua alivyoweza kuvichukua, lakini vingine vinakuja huku sasa kwa Saleh Amini, wengine humuita Ashishi cinematographer, kwa ajili ya kuweza kuendesha draw hii kwa ajili ya sasa kuweza kujua nani na nani. Ngoja nikague huku sijakuta kuna aliyesaulika. Sasa utaratibu wetu utakuwa ni ule ule, tutaanza kumchukua mchezaji mmoja baada ya mwingine, na wale watakaopangwa pamoja basi ndio ambao watatufungulia mchezo wetu. Kwa heshima kabisa ya kipekee, nianze kwako mjomba. Tutachagua karatasi moja kisha utatuonyesha tuweze kujua ni nani huyo ambaye anaanza. Utatusomea pia jina. Anaitwa Ezra Simon. Ezra Simon, utatuonyesha pia upande wa pili ili uweze kuona huyo ni Ezra Simon, ndiye ambaye ameweza kuchaguliwa hapo katika draw ya kwanza kabisa, na Saleh kule ata upande wa pili naye ataweza kuchagua ili kuweza kujua Ezra Simon atakutana na nani. Chamak Abdul. Ezra yeye atakutana na Chamak. Huo utakuwa ni mchezo wetu wa kwanza kabisa. Mjomba, utaweka karatasi hiyo chini. Yes, utaweka tu chini, then utachukua karatasi nyingine ili tuweze kuendelea. Safari hii sijajua ni nani ambaye utamwokota hapo. Islam Mshana. Islam Mshana, tuweze kujua yeye atacheza na nani. Norbert Kobelo. Islam yeye atakutana na Norbert Kobelo ambaye anatoka timu moja na Mbongo. Baada ya kuona hilo naona akawa amefurahia kidogo, lakini tutaenda kwenye mchezo mwingine. Mjomba, hapo tuangalie nani na nani atakutana. Elvis Gibson. Elvis, tuangalie yeye atakutana na nani. Faisal Makirikiri. Elvis atakutana na Faisal Makirikiri. Mjomba anacheka kidogo, sijajua atatuambia hapo baadaye ni kipi kilichomfurahisha, lakini twende kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda. Tutazame katika mchezo mwingine. Abeid Jumanne. Abeid Jumanne, tutazame yeye atakutana na nani. Ada Turan. Abeid atakutana na Ada Turan kutoka Morogoro. Emmanuel Boniface. Katika mchezo mwingine Emmanuel Boniface, tutazame yeye atakutana na nani. Emmanuel Boniface. Moses Mofia kutoka atakutana na Mofia kutoka Zambia. Mofia kutoka Zambia. Tulikufahamisha kwamba shindano hili la jumuisha wachezaji pia kutoka nje ya nchi. Huyu anaitwa Ben Kiko Peter. Yeye tutazame atakutana na nani hapo. Baraka Jackson kutoka Manyara. Baraka Jackson kutoka Manyara watakutana hivyo. Innocent Sami. Hamad Molel kutoka Arusha. Okay, Innocent Sami, mjomba utasubiri kidogo. Innocent Sami atakutana na nani? Hamad Molel. Mpaka hapa tulipofika, nije kwako Charles Venasi. Umeona draw imekwenda kwa namna gani mpaka hapa kwa majina yale ambayo tumeweza kuyachagua? Mpaka hapo naweza kusema kwamba wachezaji wakubwa nimewasikia wa timu ya taifa ambao wako juu pale, kama kina Innocent Sami, Baraka Jackson, Norbert Kobelo. Kwa naona sasa tutakumbusha Innocent Sami anacheza na nani hapo? Na Molel. Anacheza na Molel kutoka Arusha. Yes. Kwa natarajia watapunguzana kwanza wenyewe juu, kwa sababu mpaka hapo tulipofika, mpaka wakifika 32 lazima watakuwa washakutana wachezaji hao. Obvious, kwa sababu tunatarajia kwamba raundi ya kwanza ya pili wanapitaga kwenye sehemu hizo hapo. Coach, kwa upande wako, kwa namna ambavyo unaweza kutazama kwamba wachezaji wakali wanaanza kupunguzana mapema, hii kwako wewe inakuwa ina faida kiasi gani? Ina faida kwamba inawapa wale upcoming opportunity ya kufika mbele kidogo. Alafu majina mengine hapo yeye umeona ni Makirikiri na Elvis. Itakuwa ni game nzuri sana, kwa sababu hao wote ni upcoming and they are trying their best wao kwenye timu ya taifa. So itakuwa nzuri sana. Tutakapokuwa tayari tutaendelea kuchezesha draw tena. Mbongo, kwako wewe sijafahamu mpaka sasa hivi jina lako bado halijajitokeza. Tumeona kuna majina makubwa ambayo yamejitokeza safari hii, akiwemo pia mtu kama Saif Hamadi Ghost, tumeweza kumuona yupo. Abdalla Hussein tumemwona yupo. Kuna wachezaji wengi wakali. Kwa upande wako wewe, unahisi karatasi zitakazookotwa pale, wewe ukutane na mchezaji gani? Mimi kwa upande wangu nimejipanga vizuri. Kwa yoyote atakaye mbele yangu nitapambana naye. Yaani in short yoyote tutakayemkuta, sitamwangalia mtu usoni. Nitapambana naye
na nitaleta matokeo yangu vizuri. Mjomba, kuna wakati ulikuwa unacheka, sijajua ni kipi ambacho kilikufanya wakati ule unacheka baada ya kuokota vikaratasi kadhaa? Yeah, nafikiri kocha ameeleza. Kwa hiyo nguli mmoja amekutana na upcoming. Kwa hiyo na upcoming huyu ukimsikiliza maelezo yake anasema anataka kwenda kushangaza ulimwengu. Kwa hiyo sasa kwa hiyo ni mechi ndio nikacheka, nikasema mtu ambaye anasema kwamba anataka nikashangaza ulimwengu, mechi yake ya kwanza anaenda kukutana na mchezaji wa timu ya taifa. Alichokiomba ndicho alichokipata. Alichokiomba ndicho alichokipata. Kwa hiyo unachomuomba ndio maana nikacheka pale mjomba. Sali, kwa kweli pia ni mfuatiliaji mzuri wa mchezo huu mpaka hapa ambapo tumefika hivi sasa. Mtazamo wako ni upi? Mtazamo wangu kutokana na draw mpaka sasa hivi game zitakuwa ngumu. Naam, tuendelee sasa na kutaja draw hii. Mjomba, utaokota karatasi ya kwanza, nitakapokuruhusu ndipo utakapookota karatasi ya pili. Twende kwanza ya kwanza. Tusomee majina mawili, nani anakutana na nani katika mchezo huu? Yes, tusomee majina yote mawili. Huyu ni Festo Yohana. Festo Yohana, mchezaji kutoka timu ya taifa Tonya. Sali, amini tuambie uko anakutana na nani? Kashish. Opta Maembe. Festo anakutana na Maembe. Hiyo ni mechi nyingine kubwa kweli kweli. Festo Yohana anakutana na Maembe. Baadaye tutaendelea kupata tathmini pia kwamba mchezo huo una ugumu, utakuwa na ukali kiasi gani, lakini mjomba utatuokotea mechi nyingine tuweze kufahamu nani anakutana na nani. Huyu ni Godlove Chalangwe. Godlove Chalangwe. Tufahamu Godlove Chalangwe anakutana na nani? Godfrey Swai, mchezaji wa zamani. Dabi ya kina Godfrey hii. Godfrey Swai na Godlove Chalangwe. Wote kina Godi hawa watakutana katika mchezo mwingine. Mjomba, tuokotee karatasi nyingine. Tutazame nani na nani nakutana hapo. Huyu ni Hamed Msonjo. Hamed Msonjo. Anakutana na Amos Makala. Anakutana na Amos Makala. Ahmed Msonjo anakutana na Amos Makala. Mchezo mwingine huo ambao pia tunatarajia kwamba utakuwa ni mchezo mgumu kweli kweli, na nikufahamishe tu kwamba katika draw hii ambayo tunachezesha hatupangi nani anakutana na nani kwa kuweza kukadiria kulingana na ukubwa wa majina yao. Tunapanga kulingana na karatasi zinavyookotwa. Ndio maana ukaweza kusikia jopo hapa likiweza kuzungumzia kwamba kuna michezo ambayo wanakutana hatua za awali kabisa, lakini ni fainali ambayo inachezwa kabla ya fainali. Tuendelee na majina mengine. Huyu Mahabadi Yawa. Mahabadi Yawa. Tutazame Mahabadi anakutana na nani? Pasco Sinje, Eden kutoka Tanzania. Eden wa Tanzania. Mechi nyingine hiyo ambayo ni nzuri kweli kweli, lakini utaokota pia karatasi nyingine mjomba. Tutazame katika draw hiyo inayofuata ni nani anakutana na nani. Huyu ni Abdalla Miraji. Abdalla Miraji ambaye tuko naye hapa. Tumtazame mpinzani wake atakuwa ni nani? Au tumpe ruksa aje kujiokotea? Tumuokotea, anaweza kaji. Anaitwa Charles Sylvester, so Charles Vedas. Charles Sylvester. Abdalla Miraji anakutana na Charles Sylvester. Umeshamjua mpinzani wako, unahisi ni mpinzani unayemmudu? Mimi kwa upande wangu, cha kwanza siwezi kudharau mpinzani wangu. Nitaingia, nitauheshimu mchezo na nitapambana kadri niwezavyo. Siwezi kumdharau mpinzani wangu. Kwa hiyo nita make sure ili nipate matokeo yangu mazuri. Naam, tumemsikia hivyo Abdalla Miraji ambaye naye pia ameshamfahamu mpinzani ambaye atakutana naye, lakini tutaendelea kutazama pia katika mchezo mwingine ni nani atakutana na nani. Huyu ni Charles Mpiluka. Charles Mpiluka. Tutazame yeye atakutana na nani? Ismail Sanga. Anakutana na Ismail Sanga. Charles Mpinduka na Ismail Sanga hawa wanakutana katika hatua zile za awali kabisa. Tutaita pia draw nyingine kuweza kutazama nani anakutana na nani. Huyu Melkizedek Amadeus. Mchezaji ambaye alifanya vizuri, nitakupa historia yake vizuri hapo baadaye kidogo. Melkizedek Amadeus Janja anakutana na nani? Abdalla Majige. Anakutana na Abdalla Majige. Melkizedek Amadeus ni mchezaji ambaye katika michuano ya Africa All Africa Pool Association iliyofanyika mwaka 2023 Afrika Kusini, yeye ndiye ambaye aliibuka
kuwa ni mchezaji aliyefanya vizuri, yani MVP wa mashindano baada ya kushinda frames nyingi, lakini pia kufanya vizuri zaidi, na ameweza pia kushiriki katika mashindano mbalimbali, na huko pia ameonekana akifanya vizuri, ikiwemo katika Hayball, ni mchezo mpya, alienda pale China huko. Kuna wale wakali zaidi ya kufanikiwa kufika hatua za mbele zaidi, lakini ni mchezaji mwenye kipaji kizuri. Tutazame majina mengine, nani anakutana na nani, na majina atakapokuwa tayari tutaweza pia kuyaona. Salim Kali, yeye anakutana na nani? Samson Msele. Anakutana na Samson Msele. Huyo jina lake limeweza kufika leo na tukamweka hapa. Majina atakapokuwa tayari pia tutaweza kuona mtiririko mpaka sasa hivi jinsi ambavyo upo. Mjomba, utatokotea karatasi nyingine pia. Huyu anaitwa Shamis Nasoro. Shamis Nasoro. Shami, tumjue mchezaji wake ni nani? Rajabu Mrisho. Rajabu Mrisho. Shami ni mchezaji ambaye anakuaga na mikogo ya hapa na pale. Sijajua unaweza kutazama vipi mchezo wake huu ambao anauendea. Na niongee hapa mbele ya hadhara, ndio mchezaji wangu pendwa. Yani mchezaji wangu wa muda wote anayefanya vizuri. Shamis Masud Nasoro, mtoto wa mama hii ya Shamizo. Twende katika jina lingine. Hii vita sio mchezo hii. Huyu anaitwa Musa Mkwega. Musa Mkwega, Messi wa pool table. Tunaweza kuona ni kwa sababu gani wanamuita Messi, ni kwa sababu ya uwezo wake. Je, Messi anakutana na nani? Fabian Crispin. Ni kama ameshapata mtelezo hivi kidogo. Dhidi ya Tizo. Yaani hao ni timu moja. Hii itakuwa ni dabi ya Sinza. Dabi ya Sinza. Tutazame mchezo mwingine, wewe ni Mkwega na Tizo, lakini sasa hivi Patrick Nyangusi. Patrick Nyangusi ni mchezaji ambaye mwaka 2013 katika mashindano ya All African Pool Association yalifanyika nchi gani utanikumbusha? Malawi. Yalifanyika Malawi. Yeye aliweza kupata kuibuka kuwa mchezaji bora wa mashindano. Yaani katika football ni kama vile tunavyosema Samata, kile alichokifanyaga akiwa na TP Englaba Mazembe ndicho hicho ambacho mchezaji huyu ambaye tumemtaja hapo Patrick Nyangusi yeye alikifanya. All African Championship, yeye alikuwa ndio bingwa wa mashindano ya Afrika, aliwafunga wachezaji wote. Kunaweza kuona ni kwa jinsi gani katika mchezo huu wa pool table kuna wachezaji ambao wana vipaji, ila tu ni mchezo ambao ulikuwa haupewi nafasi. Lakini sasa hivi shukrani za dhati kabisa kwa Azam Media Limited, Azam TV, kwa kuweza kubeba mchezo huu. Tutazame Patrick Nyangusi atakutana na nani, wakati mjomba utasubiri kwanza. Baraka John anakutana na Baraka John. Mchezo mwingine huo ambao utakuwa ni mzuri kweli kweli. Nyangusi na Baraka John. Huyu anaitwa Shabir Akbar. Shabir Akbar kutoka Fire. Shabir kutoka Akbar. Ni Upanga Upanga, yes. Upanga Pool Addict. Upanga Pool Addict. Tutazamia atakutana na nani? Kevin Fikoti kutoka Zambia. Anakutana na Kevin Fikoti. Mchezaji huyu anakutana na Kevin Fikoti ambaye katika mashindano yaliyopita alimaliza nafasi ya 4 baada ya kutolewa katika hatua ya nusu finali. Alicheza na Mzambia mwenzake Royd, ndipo yeye akaja kumaliza kama mshindi wa 4. Kama sikosei alikuwa watatu. Wa 4 alikuwa Abdalla Miraji. Alikuwa ni watatu. Na wa pili alikuwa Salim Beano. Wa kwanza alikuwa ni Royd, wa pili alikuwa ni Salim Beano. Lakini kwa mujibu wa matokeo alikuwa watatu, yeye alikuwa ni 4 kulingana na frame ambazo aliweza kumaliza. Kwa hiyo mchezaji kutoka Upanga Pool Addict anakutana na mchezaji ambaye alimaliza katika nafasi 4 za juu. Tutazame majina mengine. Nyokote? Yes, Okote. Huyu anaitwa Abdul Said. Abdul Saidi. Tutazame yeye atakutana na nani katika draw hii ambayo inachezeshwa mubashara kabisa bila upendeleo. Na captain wa zamani Ali Akbar. Anakutana na Ali Akbar. Huyu anakutana na Ali Akbar, lakini pia mjomba atatokea karatasi nyingine tuweze kujua nani anakutana na nani. Huyu anaitwa Khalid Mtoto. Khalid Mtoto. Khalid Mtoto. Tutazame Saliamini ataokota karatasi. Anakutana na Isaya Po kutoka Skylight. Isaya Po. Skylight ni timu ambayo mlezi wa Tapa Mrisho Mpoto anaimiliki. Kijana wako umeshamuona hapo anakutana na mchezaji huyo. Uhakika wa finali nauona. Uhakika wa finali unauona. Yule ambaye alikuwa kwenye mpigo. Naam, nikija upande wa pili huku mpaka hapa tulipofikia sasa hivi, nikija kwako Mbongo, tukianza unaliona vipi hali inavyoenda? Bwana, hali inaenda mpaka sasa
Yani nasema kimeumana, yani mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu. Coach, kwako wewe ugumu ni kiasi gani ambao unaupata mpaka hivi sasa? Mimi ikifikia hivi it gives me a chance, nikiona wachezaji wote wazuri wakutana ndio inanipa uhakika. Kama nilikuwa na wasiwasi na mtu hivyo, inakuwa uhakika kwamba at least nipate kujua nani na nani ambayo is better than the other in different ways, so inakuwa yani inanipa nafasi kubwa sana yani. Naam, huyu ni coach Dennis Lungu anasema kwamba kwake yeye inakuwa inampa nafasi kubwa sana, lakini tuendelee tena kutazama nani anakutana na wanasikia ile bado wapo. Huyu anaitwa Kevin Tadeo. Kevin Tadeo, mpinzani wake tumtazame. Mpinzani wa Kevin Tadeo atakuwa ni nani? Salim Anstofa. Anakutana na Salim Anstofa. Lakini katika mechi nyingine pia tutazame nani atakutana na nani. Huyu anaitwa Royd Mkupa. Royd Mkupa, bingwa huyu wa msimu wa kwanza wa wakali wa pool. Tutazame, je, Royd kutoka Q Masters Dar es Salaam atakutana na nani? Maskini. Ambele Steven. Anakutana na Ambele Steven wa Ndege. Tunasemaje mchezo huu? Huu ni mchezo mwingine finali kabla ya finali. Huu mchezo utakuwa mzuri sana. Anailipia 28,000. Anakuwa 28,000 yake imeenda kwa haki kabisa. Kwa sababu mpaka sasa hivi tuna michezo kadha ambayo yote ni migumu. Tumeweza kutazama mchezo wa Kevin Fikoti, tumeona mchezo huu wa Royd na Ambele Steven, Musa Mkwega na Tizo. Zote hizo ni mechi ambazo ni nzuri kweli kweli. Mjomba, tuendelee na mchezo mwingine. Huyu anaitwa Mohamed Mchina. Mohamed Mchina, wengi wanapenda kumuita Mchina. Tutazame atakutana na nani? Anakutana na Shezad Pili kutoka Bupanga Pool Addict. Mchina anakutana na Shezad ambaye naye pia katika mchezo wetu ule wa mwanzo kabisa, mechi zetu za mwanzo zile, Shezad naye pia aliweza kucheza na ni mchezaji ambaye pia ana uwezo mzuri kweli kweli. Tutazame mchezo mwingine. Hapa tunaye Samuel Moka. Samuel Moka anakutana na Juma Thabit. Yeye anakutana na Juma Thabit. Huo ni mchezo mwingine ambao utakuwa ni mchezo mzuri kweli kweli. Hapa na Yasin Othman. Yasin Othman, tutazame yeye atakutana na nani? Yasin Othman anakutana na Boniface Romanus. Anakutana na Boniface Romanus. Kwako wewe ambaye unatutazama muda huu, unaweza ukaona kwamba ni kwa jinsi gani majina kwa safari hii yamekuwa ni mengi. Ni kwa sababu watu mbalimbali wameweza kujitokeza. Wapo wachezaji kutoka nje ya nchi, kutoka mikoa mbalimbali, Arusha, Morogoro, wote wamefika hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kushindana katika mkali wa pool season 2. Tuendelee na majina. Huyu anaitwa Charles Mafieko. Charles Mafieko, tumtazame yeye atakutana na nani? Charles Mafieko. Charles Bonge anakutana na Bashiru Hamis Mbulukenge. Anakutana na Bashiru Hamis katika mchezo mwingine huo ambao utakuwa ni mchezo mzuri. Nao pia hapa tuna Jamal Mabruk. Jamal Mabruk, yeye atakutana na nani? Frank Lamba. Frank Lamba, mchezo mwingine pia ambao ni mzuri. Jamal Mabruk, yeye atakutana na Frank Lamba. Michezo yote hii ambayo tunakutajia ni michezo yenye hadhi ya fainali, lakini inapigwa kabla ya fainali, kwa unaweza ukapata picha kwamba fainali yenyewe itakuwaje. Mjomba, tuonyeshe mwingine. Bislum. Mohamed Bisnoun. Mohamed Bin Slum. Yeye atakutana na nani? Mohamed Bin Slum. Saidi Jumanne. Mohamed Bin Slum, yeye atakutana na Saidi Jumanne. Duncan. Mchezo mwingine mzuri kweli kweli, lilivyotajwa jina la Duncan hapo. Mjomba, tukote karatasi nyingine tuweze kujua nani na nani wanakutana. Mjomba, hapa mimi na Frankie Mkude. Frankie Mkude au Mwananyamala Finest anakutana na Athumani Bello. Athumani Bello. Frankie Mkude na Athumani Bello, mchezo mwingine mkali kweli kweli. Karatasi kama unavyoona zinavyookotwa, hakuna kilichopangwa, zinaokotwa hapo hapo na kila mtu anamjua mpinzani wake hapa hapa, hakuna upangaji. Anaitwa Godfrey Mhando. Godfrey Mhando, mchezaji ambaye ameonekana kufanya vizuri kweli kweli katika mashindano mbalimbali ambayo amekuwa yakiendelea. Zamani alikuwa tip top, sasa hivi yupo Q Master. Sasa hivi yupo Q Master Dar es Salaam. Hassan. Anakutana na Nurdin Hassan. Bado kuna majina ambayo sijayasikia. Sijamsikia bado Saif Hamadi, sijamsikia Jackson Steven. Sijamsikia Jackson yupo tayari. Yupo juu. Jackson jina lake limeshatajwa. Mechi ya pili ya tatu kama sikosei.
Tutaendelea kujua kama bado ameshatoka au la. Tuendelee mjomba. Yule Baraka Jackson. Ni Baraka Jackson. Huyu anaitwa Hussein Makaku. Hussein Makaku Anakutana na Salim Beano. Hussein Makaku anakutana na Salimu Beano ambaye katika safari iliyopita Salim Beano alifanikiwa kutinga mpaka katika hatua ya robo finali, ila baada ya pale simu hazikuita akafungwa vibaya sana. Tuendelee kutazama majina. Akwenda Morogoro. Huyu anaitwa Emmanuel Vitus. Emmanuel Vitus anakutana sasa na Ghost Rider Saif Emmanuel Hamadi. Vitus anakutana na Saif Hamadi. Saif Hamadi ni mchezaji ambaye mchezo wake jinsi anavyocheza, wakifanya break usipomaliza, akija yeye mezani amemaliza. Biashara yako inakuwa imeishia hapo. Akianza kuvunja yeye amemaliza. Ikitokea bahati hajamaliza basi ananikumbusha enzi zangu, tunaweza kusema kwa kifupi sana. Naam, mjomba tuendelee. Huyu anaitwa Mameo Mnyama. Mameo Mnyama, yeye anakutana na nani? Anakutana na Maliki Omari. Mameo Mnyama na Maliki Omari. Mchezo mwingine pia huu ambao ni mzuri. Mameo pia ni mchezaji ambaye amekuwa mara nyingi akienda Kenya, Uganda kushiriki katika michezo hii, kwa hiyo naye ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa. Mjomba utakupatia karatasi nyingine. Chacha Charles. Yeye atakutana na nani? Anakutana na Matarget Jackson Steve. Turudie, Mameo Mnyama yeye anakutana na nani? Anakutana na Mameo Mnyama. Yes. Mameo Mnyama. Huyu Chacha Charles. Mameo stiali kule. Mameo tushamtaja. Mpinzani wake anakuwa ni nani? Maliki Omari. Okay, sawa. Na sasa hivi turudie karatasi yako mjomba. Chacha Charles anakutana na Jackson Steven. Anakutana na Jackson Steven ambaye tulikuwa tunamtaja pale muda mfupi uliopita. Mjomba, kwenye hesabu wakati tunafundishwa kujumlisha, kugawanya, kutoa, kuna muda mwingine kukopa kunaruhusiwa. Ndio. Naona mchezeshaji wa draw mwingine pale karatasi zake zimemuishia. Kukopa inaruhusiwa? Mjomba nitamkopesha. Utamkopesha. Na kwa kuwa aje akiwa kafumba macho. Na kwa kuwa tunatumia Azam Pesa basi inakuwa ni jambo jepesi kabisa. So lazima la ukopaji. Sasa hapa ambacho tutakifanya tutazihesabu. Ndio ile ya kugawanya. Yes, kugawanya tutampa 2 kwanza. Sawa. Na bila upendeleo. Na yeye utabaki na 2 hizi hapa. Tutampa nyingine 1. Na yeye mjomba tutakuachia 1. Zitakuwa zimebaki 2. Yako 1 na yake 1. Kwa hiyo hapo mnakuwa mmeenda sawa. Sawa. Au mjomba anapunjwa kidogo? Hapana, yuko sawa. Okay, sawa. Basi tunaelekea kumaliza katika upande huu wa single. Baada ya hapo tutaelekea kutazama kwa upande wa timu lakini wanawake, alafu tutamalizia katika upande wa timu. Kwa upande wa malegendi wao draw yao tutachezesha pale ili mjomba basi tumtafutie walau mpinzani mchekea aweze kusogea mbele zaidi. Tumalizie kwa hapa mjomba. Mjomba, hapa mimi na Edward Sami. Yeye anakutana na nani? Akutana na Abdallah Husseini. Abdallah Husseini mchezaji ambaye ameonekana kufanya vizuri kweli katika upande wa black ball, hata katika upande wa hay ball. Ni mchezaji ambaye mara nyingi amekuwa akifanya vizuri kutoka the Snipers Billiard Center. Mchezaji mwingine tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa katika draw hii ya single. Huyu anaitwa Evans Jonas. Evans anakutana na nani? Msike Matebo. Anakutana na Msike Matebo kutoka Tip Top. Tukiwa tunaelekea kuhitimisha hapo. Hapa na Richard Dennis, tujue yeye anakutana na nani? Charles Venus. Anakutana na Charles Venus ambaye yuko hapo. Richard Dennis anakutana na Charles Venus. Umemfahamu mpinzani wako? Kashtuka kidogo. Richard namfahamu. Kitu cha kumshauri ni kwamba haba asitokee tu, sababu nitamfanya kitu kibaya. Tuelekee ukingoni kabisa kwenye kuangalia upande wa single. Tutazame draw ya kwanza hali jinsi ambavyo ilivyo, ili basi kwa wewe ambaye uko nyumbani ambaye unatazama kile ambacho kinaendelea muda huu kupitia Azam Sport 3 huyo, basi uweze kutazama kwamba ni kipi ambacho kinaendelea muda huu. Wakala wa pool table draw kama ambavyo tulikufahamisha hapo awali, Ezra Simon yatakutana na Chamak Abdul, Islam Mshana yatakutana na Nobet Kobelo,
Elvis Gibson atakutana na Faisal Makirikiri. Abedi Jumanne yatakutana na Arda Tura. Emmanuel Boniface mpinzani wake ni Mofia Moses kutoka nchi jirani, lakini Beniko Peter yatakipiga dhidi ya Baraka Jackson. Huu ni mchezo mwingine ambao unaonekana kuwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Lakini Innocent Sami yatacheza na Hamadi Molel kutoka Arusha. Festo Yohana mchezaji wa timu ya taifa ya pool table yatakutana na Godfrey Swai, wakati Mohamed Msonjo atakipiga dhidi ya Amos Makala. Maabad Yawa yeye ni dhidi ya Pasco Sinje. Abdalla Miraji ambaye tuko naye hapa yeye atakipiga dhidi ya Charles Sylvester. Hii ni kwa upande wa draw nyingine namna ilivyokuwa, lakini Charles Mpiluka yeye atakuwa na Ismail Sanga. Melkizedek Amadeus Janja atakutana na Abdallah Majige. Salim Kali ni dhidi ya Samson Msele, wakati Shamis Nasoro atakuwa na Rajabu Mrisho. Musa Mkwega Messi wa pool table atakuwa na Fabian Crispin Tizo, wakati Patrick Nyangusi atakipiga dhidi ya Baraka John. Mechi hizi zote ni mechi ambazo ni ngumu kweli, lakini kwa upande wa majina mengine Shabir Akbar atakipiga dhidi ya Kelvin Fikoti. Abdul Saidi ni dhidi ya Ali Akber Ali. Khalid Mtoto ni dhidi ya Isaya Po. Kevin Tadeo yeye mpinzani wake ni Salim Antitofa. Royd Mkupa atakibingwa bendi ubingwa mtetezi atakipiga dhidi ya Mbele Steven, mchezo mgumu kweli kweli. Mohamed Mchina dhidi ya Shezad Mpilu. Majina ndo haya kama ambavyo naweza kuyaona. Samuel Moka atakipiga dhidi ya Juma Thabiti. Yasini Othman dhidi ya Boniface Romanus. Charles Mafieko yanakipiga dhidi ya Bashiru Hamisi. Jamal Mabruk ni dhidi ya Frankie Lamba. Mohamed bin Slum yanakipiga dhidi ya Saidi Jumanne. Frankie Mkude dhidi ya Athumani Belo. Michezo yote hapa kweli ni michezo mikali kweli kweli. Godfrey Mahando ni dhidi ya Nurdin Hassani. Hussein Makapu anakipiga dhidi ya Salim Beano. Emmanuel Vitus ni dhidi ya Saif Hamadi. Mameo Mnyama anakipiga dhidi ya Malik Omari. Chacha Charles ni dhidi ya Jackson Steven. Edward Sami ye mpinzani wake ni Abdallah Husseini, zamani walikuwa kimuita Dula Pimbi, lakini Evans John atakipiga dhidi ya Msike Matebo, na Richard Dennis yeye anakipiga dhidi ya Charles Venance ambaye tuko naye hapa. Tuelekee kuhitimisha majina haya kabla tujatazama upande wa timu wa wanawake, then tutakwenda upande wa timu. Huyu anaitwa Pasian Moses. Pasian Moses, Halfan Ngombe. Pasian Moses atacheza na Halfan Ngombe. Pasian Moses na Halfan Ngombe. Majina yatakuwa yameisha kwa hapo. Tumemaliza. Kwa upande wa single. Yes. Okay, kwa upande wa single majina yatakuwa yameisha hapo, lakini tutakachokifanya kingine ni kama nilivyokufahamisha yale majina ya legends yenyewe tutakwenda kuyatazama pale pale uwanjani, ili basi mjomba shaniuma sikio kwamba mjomba angalia niweze kusogea mbali mjomba nilinde. Lakini kwa sasa tunaelekea katika upande wa wanawake. Miongoni mwa maboresho ambayo tumeweza kuyafanya msimu huu, wanawake nao pia tumeweza kuwapa nafasi ya kuweza kushiriki, waweze kucheza hapo. Tutakutajia na haya majina ya mwisho jinsi yalivyo, lakini kwa sasa yapo majina ya wanawake ambayo kwa idadi yake basi tutaweza tazama mjomba vizuri kwa kuna iliyosalia. Kwa hiyo tutaweka hapa pale, tumeweka mawili huku, tumeweka mawili, linabaki moja. Naam, tutaendesha pia kutoka hapo. Mengine niondoke nayo mjomba, usije ukanibadilishia majina haya. Tumalizie kwa upande wa wanawake, kisha tutakuja upande wa timu. Tutazame kwa upande wa wanawake, anayetufungulia dimba ni nani? Huyu anaitwa Rebecca Magaigwa. Rebecca Magaigwa. Tutazame yeye anakutana na nani? Mariam Ahmed. Anakutana na Mariam Ahmed. Wanamuita Twiga ndo huyo kama sikosei. Yeah, okay. Rebecca na Mariam, mchezo wa kwanza huo kwa upande wa wanawake. Tutazame mchezo wa pili mjomba. Neema Hamisi anakutana na Cecilia Kileo, mchezaji ambaye ana historia kubwa katika mchezo huu wa pool table. Ameshaenda Ufaransa, ameshaenda mataifa mbalimbali, yote ni kupitia mchezo huu wa pool table. Tuelekee katika majina mengine. Huyu anaitwa Neema Yona, yeye atakutana na nani? Judith Machafuko. Anakutana na Judith Machafuko, mchezaji pia ambaye ni mchezaji wa siku nyingi, ana uzoefu mkubwa. Basi na shaka karatasi zitakuwa zimeisha. Wakati tunaandaliwa kuweza kujua nani anakutana na nani,
Dennis Lungu, kocha wa timu ya taifa mchezo wa pool table. Katika All African Pool Association kuna wachezaji wanaume watakaoshiriki, lakini pia wanawake wapo. Safari hii tumeona kumekuwa na mwamko mzuri, wanawake pia wameweza kujitokeza. Kwako hii itakubeba kiasi gani? Kwanza naomba wanawake wajitokeze sana kwenye pool. Unajua pool mchezo mzuri, na ukiangalia sisi nilikuwa naye Kenya kwenye World Pool Association kwa sababu tunategemea pool ziwe kwenye Olympics. So hii pool unapoenda na support tunapata kama hivi Azam ni kitu kubwa sana. Naomba kwanza wajitokeze sana wanawake wengi. Tutazame sasa draw hapo jinsi ilivyo kwa upande huu wa wanawake, namna ambavyo nimeweza kukutajia hapo. Rebecca Magaigwa anakutana na Mariam Ahmed, lakini Rehema Hamisi anakutana na Cecilia Kileo. Neema Yona anakutana na Judith Machafuko. Bila shaka kwa mujibu wa tunavyoendelea, basi inawezekana siku nyingine tukawa na slide zaidi ya moja hapa kwa katika upande wa wanawake, kwa sababu watakuwa wamejitokeza kwa wingi. Lakini sasa umefika ule wakati ambao tunasema mtoto hatumwi dukani. Wakati wa mtoto hatumwi dukani. Hapa sasa zinakutana timu. Hapa ndipo pale ambapo wengi najua ambao wanatufuatilia muda huu wanataka kujua nani anakutana na nani. Mjomba Skylight, ungependa mkutane na timu gani? Kwa jinsi tulivyojipanga, si yote apite mbele. Yote apite mbele. Mganga mnaye. Karatasi zetu. Mbungi sio mchezo. Karatasi zetu ni hizi hapa. Kuna mmoja alikuwa amesaulika humu. Tutamweka hapo. Mjomba ana zake mbili ziko pale. Tunaenda katika mfumo huu. Haya, mimi kwa upande wangu nishamaliza. Sasa hapa ndio ule muda ambao ukisikia kwamba kuta za hospitali zimesikia dua nyingi kuliko misikitini na makanisani. Hapa ndipo tunapoenda. Kuta za hospitali zimesikia sala nyingi zilizoombwa kwa dhati zaidi ya katika nyumba za ibada. Tutazame mjomba hapo, nani atakutana na nani. Mtaomba uzichanganye vizuri. Mjomba ndio niokote hapa hivi. Au niokote? Karatasi imedondoka hii hapa. Na tutazichanganya vizuri kweli kweli. Hapa ikiwezekana wakati wa kuokota amwe mnafunga macho. Na tuanze kwako mjomba. Mungu atusaidie tufike. Na Dodoma nimeelezwa kwamba amejitoa, kwa hiyo tutakapo wapata Dodoma ina maana kwamba yule ambaye alikuwa akutane na Dodoma atakuwa amepita bila kupingwa. Hapa na Manyara team. Team Manyara team wanakutana na TP to Manyara Tip-top connection. Wanakutana na Tip Top. Kapteni hapa Charles Bonge. Huo ni mchezo wa kwanza. Manyara Kashalizika. Wanakutana na Tip Top katika upande wa team. Tuje katika upande wa mechi nyingine mjomba. Hawa ni Moro Finest. Moro Finest kutoka Morogoro. Wao tutazame wanakutana na nani? Wanakutana na timu yangu hii, Shooters. Moro Finest wanakutana na Shooters. Wana ukaribu, wana mahusiano ya karibu, mara kadha wanakutana, lakini sasa hivi wanakutana mezani. Na bahati nzuri akija kabla tuendelea, mchezaji wa Shooters yule. Mchezaji wa Shooters yupo, ameshazungumza. Tutazame timu nyingine. Hapa na Dreamers watakutana na nani? Mario team. Dreamers wanakutana na Mario, timu inaitwa Mario. Tuende mchezo mwingine. Tutazame mchezo mwingine, mjomba amesikitika. Snipers wanakutana na nani? Skylight. Snipers wanakutana na Skylight. Mjomba umeonekana kusikitika, safari yako imeishia hapo. Snipers na Skylight. Mjomba vipi mambo? Ingekuwa ni katika football tungesema kwamba wanakutana Real Madrid na Barcelona hatua za awali. Tungesema kwamba Simba na Young Africans wanakutana hatua za awali. Tungesema Azam na Simba au Azam na Yanga wanakutana hatua za awali. Hapo ndipo utakapoona sasa kwamba
draw hii inachezeshwa kwa haki kabisa, tumpangie mtu akutane na nani. Mjomba, mchezo wa kwanza kabisa unakutana na The Snipers, kwako ni ngumu kiasi gani? Mechi ngumu. Mechi ngumu. Mechi ngumu. Coach, mchezo huu wa kwanza kabisa The Snipers wanakutana na Skylight. Mimi mwenyewe nitakuwa wa kwanza kufika hapo. Nitakuwa wa kwanza kufika. Tutazame mechi nyingine hapo, nani atakutana na nani? Snipers mbaya. Na mjomba subiri, shikilia kwanza karatasi hiyo, shikilia hivyo hivyo mkononi. Nije kwako Charles Venance ambaye ni kocha msaidizi. The Snipers wanakutana na Skylight. Mjomba atalala akiota leo. Kwa kweli, kwanza kitu ambacho watu wengi hawajui pia, mimi ni mchezaji wa sniper. Kwa hiyo nimekuwa nikiwa train pia. Kwa hiyo mjomba ajiandae. Mchezaji wa Snipers pia yupo. Snipers mnakutana na timu ya Mlezi. Hapa itakuwaje? Kwenye pool table hakuna draw. Shooters. Mtakutana na sasa hivi iko shooters. Ni shooters. Ni shooters. Yes. Bwana, kwanza nizidi kumpa uoga mjomba kwamba mashindano yaliyopita yaliyofanyika Arusha chini ya uongozi wa Q Masters, Sniper ndo waliibuka kwa mabingwa dhidi ya Mchana kutoka Kenya. Tuendelee. Mjomba anapeleka kichwa juu kurudi chini, anapeleka kichwa kulia kwenda kulia. Sijajua inamaanisha nini hiyo. Tutaje timu nyingine. Hawa ni Kijichi All Stars. Kijichi All Stars nao pia wana vinasaba na mjomba yao. Kijichi All Stars Q Master Dar es Salaam wanakutana na Q Master Dar es Salaam. Kijichi All Stars na Q Master Dar es Salaam. Q Master wana timu mbili, wana Q Master Dar es Salaam, wana Q Master Arusha. Kwa hiyo hapa tayari wenyewe kwa wenyewe hawawezi kukutana. Tutazame mchezo mwingine. Hawa ni Q Master Arusha. Q Master Arusha. Tutazame Q Masters Arusha. Kwa hiyo Q Masters Arusha wao walivyo na bahati katika hatua hii ya awali wanakuwa wamefanikiwa kuweza kusonga hatua moja zaidi mbele. Mpaka hapa tulipofikia, walau kwa uchache sana kwa kuweza kuhitimisha, tutatazama timu hapa jinsi zilivyo. Lakini ni kipi ambacho mmeking'amua mjomba, namna ambavyo draw imechezeshwa, lakini pia ushindani ambao tunategemea kuuona? Kikubwa nilichojifunza hapa ni kwamba Azam wamenyooka, kwamba ile mifumo, zile kelele, maneno kwamba draw zinapangwa, zina sayansi, yani mfumo ambao Azam wametuchezeshea draw leo umekuwa ni tofauti sana. Kwa hiyo hata kwa sababu watu wote saizi wanaangalia, wachezaji wote, na wameona tumechanganya wenyewe. Mimi mwenyewe mwanzoni nisingependa kukutana na Snipers, lakini ngoma nimeokota mwenyewe hapa. Kwa hiyo imeonekana kwamba utakuwa mchezo wa fair na utakuwa mchezo mzuri, mchezo mgumu, kwa sababu tayari ukiangalia kuanzia Temeke kuelekea kule Mbagala, Kijichi mpaka kule kwetu saizi, ina maana hoteli zote ziko booked. Ina maana watu wamekuja toka jana na watu wanafanya kambi, wanafanya mazoezi sana, lakini niwape pole tu Sniper kitakachowakuta. Hicho ndio tunachoweza kusema, niwape pole kwa sababu umezungumzia timu mbalimbali kuja hapa Dar es Salaam. Tunafahamu mpaka sasa udhamini umekuwa ni adimu kidogo katika mchezo wa pool table. Tunaona mara zote ni wale ambao wanakuwa wanashika mkono. Kuna kina Belazuka Collection hapo, kuna WM Spare Parts anaingia hapo. This time Kijichi na nyinyi mmeweza kujitoa kuweka chochote. Kuna wale tu dhamini meza. Wito wako ni upi sasa kwa wadau mbalimbali ambao sasa waweze kuona kwamba mchezo wa pool table ni mchezo mkubwa? Kwa sababu ufikiria mtu anatoka Arusha kwa gharama zake, anakuja Dar es Salaam, haangalii zawadi iliyowekwa, anaangalia kwamba kutoa ubingwa. Ni wazi kwamba mchezo huu una watu wenye mapenzi nao ya dhati. Nafikiri dhana ya mara ya kwanza kwamba mchezo huu ulikuwa unaonekana ni mchezo wa ba. Ulikuwa unaonekana mchezo wa kihuni. Kwa hiyo mchezo huu hauchezwi ba. Mchezo huu sio mchezo wa kihuni. Na ndio maana hata mimi nimeamua kujitokeza kuja mbele ya kamera, kwa sababu mimi ni public figure lakini pia ni praise singer wa nchi. Kwa hiyo kitendo cha kujitokeza mbele na kuwaomba wadhamini, lakini pia tulipoongea na mgeni rasmi, ndio kwa mara ya kwanza tunapata mheshimiwa waziri kuja kuwa mgeni rasmi. Ni mchezo ambao utakuwa na wageni rasmi watatu. Kila siku kuna mgeni wake. Molilo atakuwa mgeni rasmi siku ya kwanza kesho, na Chalamila atakuwa mgeni rasmi tarehe 19, na Mwana FA naibu waziri atakuwa mgeni rasmi siku ya finali. Lakini pia wasanii wengi ambao wanacheza mchezo kama kina Rayvanny, kina Harmonize, kina nani, wote wamesema watakuja kucheza. Kwa hiyo
inaonyesha kabisa kwamba sasa mchezo unaanza kurudi na kuleta heshima yake, na tunaendelea kuwaalika watu, lakini pia tuwaombe wadau, na hapa nitumie pia nafasi hii kuomba wadau, kwa sababu mimi pia ni balozi wa kama mifuko ya hifadhi ya jamii. Mfano, tunapozungumzia watu kama NSSF, wana huduma ambayo inahitaji watu ambao wana ile skimu ya private sector ya watu binafsi. Wao ni vijana, ni kundi la vijana, ni sehemu ambao wanakuja kutoa elimu pale, wanakuja. Kwa hiyo nafikiri tunawaomba, natumia nafasi hii pia kuomba wadau wetu, kuiomba serikali watushike mkono. Hili ndio kundi la vijana, lakini wizara ya vijana tuna mafungu pale, tuna bilioni 200 zimewekwa na Mheshimiwa Rais pale. Wakitungia bilioni 1 sisi tukatumia kwenye mchezo huu, nadhani itatusaidia, kwa sababu inafika wakati tunapeleka vijana nje ya nchi, tunaanza kuunga tena wenyewe mifukoni na nini, wakati kuna fungu Mheshimiwa Rais ametoa. Kwa hiyo niombe wadau na tuendelee kuwaomba tena Azam watupatie nafasi ya kuomba, kwa sababu unajua ukiomba peke yako nje ya uwanja ni tofauti na ukaomba kwenye media kubwa kama Azam. Kwa hiyo tuombe Azam watupatie interview nyingi za prime time, tuje tuseme nao, tuwaeleze situation ya mchezo wetu, tuwaeleze uzuri wa mchezo wetu, kundi la watu, kwa sababu kuna watu zaidi ya 1800 watakao kuja pale. 1800 ni watu wengi sana wanapenda mchezo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niseme asante Azam, lakini niwaambie Azam watupatie nafasi nyingi na nyingi na nyingi, viongozi wetu hawa waje wazungumze, lakini pia tukushukuru nawe pia mtusaidie kwenye kwenye nafasi mnaopata, mtusaidie kuomba, na naamini kabisa kwa mwaka huu unaona umekuwa kwa kiwango hiki, lakini mwakani utakuwa zaidi, kwa sababu wadau wengi wanasema ni short notes, lakini tukianza maandalizi kwa ajili ya mwakani mapema, nadhani tutapata udhamini mkubwa. Na nitumie nafasi hii kumwomba Mheshimiwa Rais na kuomba wizara husika, kama msanii wa taifa niko mbele kuomba kwamba kama mlezi wa huu mchezo tunaomba kupewa support. Mikoa mingi imeshindwa kushiriki kwa sababu tu ya uwezeshaji. Mikoa wachezaji wengi sana wako mikoani wameshindwa kuja Dar es Salaam kwa sababu tu ya swala zima la uwezeshaji. Kwa hiyo tuseme hii ndio mara ya mwisho kuomba. Nafikiri mwakani serikali imetusikia, na msanii ambaye anasema anaisemea serikali yuko hapa, ameomba rasmi kwa serikali ya Jamhuri tushike mkono, na kitendo cha Mheshimiwa Waziri kukubali kuja tu, hiyo peke yake ni heshima. Naam, nije kwako coach. Yaani ukweli alipoongea mjomba imenigusa. Yaani nimeanza PUU mwaka 2010 na kupitia PUU nimeona vijana maisha yao yamebadilika, na hapo nilipofikia mimi niona kama nimezeeka mwishoni, lakini baada ya mjomba kuingia imenipa nguvu, kwa sababu nikiangalia wachezaji kama Omari Akida wamepata maisha kupitia PUU. Mchezaji ameisha Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo wa PUU. Kitendo cha Azam TV kusupport ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba mna support vijana, ni kama vile mnasaidia serikali kusupport vijana wapate ajira kupitia mchezo wa PUU. So hichi kitu kwangu mimi ni kitu ambacho kinanigusa sana kama kijana. Nashukuru sana. Nije kwa upande wa Saleh walau kwa dakika moja, kwa sekunde chache. Mimi naongezea kwa mjomba, kwa niaba ya wachezaji, viongozi wa PUU pamoja na wadau wote, sisi kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutushika mkono, na sisi watu wote kwenye PUU tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake. Wadau wote na wachezaji na viongozi wote, sisi tunamuunga mkono mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Naam, tumetoka kusikia hapo wachezaji wakizungumza. Charles, wewe ni kocha msaidizi, kwa kifupi sana. Mimi ningependa kwa hasa watu walipie ili waweze kuona mashindano, kwa sababu kuna watu wapya wamekuja, kuna watu wametoka nje ya nchi wamekuja kwenye mashindano. Kwa natarajia competition itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa kuhitimisha Bongo, bwana, mimi sina mengi zaidi ya kuwakaribisha tu wote wadau wajitokeze kwa wingi waweze kushuhudia mchezo wetu ili tuweze kumaliza sana. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha draw hii ambayo imeweza kupata michezo ambayo itaenda kushiriki au itaenda kuiona kupitia katika kisimulizi chako cha Azam TV. Mashindano yenyewe yataanza, itakuwa ni tarehe 18, lakini kwa hapa Azam TV nikimaanisha kesho yataanza pale Kijichi Skylight. Lakini kwa upande wa TV tutaanza kukuletea kuanzia hatua ile ya nusu finali ambayo itakuwa ni tarehe 19 pamoja na tarehe 20 ili kuweza kuona namna ambavyo kete zitapigwa, na nitakuonyesha hapa kwenye upande wa timu ni nani anakutana na nani, ili basi unavokaa uweze kuona hali itakavyokuwa. Tutakuletea makundi ya mwisho namna yalivyo, lakini pia tutakuletea
kila kitu hapo ili uweze kukiona, basi ili unapolipia kisimbuzi chako nikwambie kabisa kwamba utakuwa hujakosea, utakuwa umefanya jambo zuri na la msingi kweli, na nikukusisitiza tu kwamba uweze kulipia mapema ili kuepuka ule usumbufu wa kimtandao, ambapo makundi jinsi yalivyo, kulikuwa kuna Manyara, Tip Top, Moro Finest pamoja na Shooters. Hii ilikuwa ni katika upande wa kundi A, lakini tutatazama pia katika upande wa kundi B lilikuwa la Dreamers, Mario, Team Snipers pamoja na Skylight, lakini tutatazama pia kundi lingine namna ambavyo lilikuwa lipo. Tulikuwa tuna Q Masters, tulikuwa tuna Kijichi All Stars pamoja na Q Master Arusha. Hapa timu katika kundi hili timu zilikuwa ni 3, ndio sababu basi Q Master Arusha wenyewe wakawa wamepita moja kwa moja, kwa hiyo tutaenda kukutana na timu nyingine katika hatua ile inayofuata. Na mechi ndo kama ambavyo tumeweza kukusomea kupitia pia vipindi vyetu mbalimbali, tutakuwa tukiendelea kukufahamisha nani ambaye anakutana na nani, lakini hadi kufika hapo niseme kwamba hatuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima ambayo imeshiriki kukuletea draw hii, mimi ni Akida Kilango, nilikuwa hapa na mlezi wa Tapa Mrisho Mpoto, nilikuwa hapa na mchezaji wa zamani Saleh Amini, wengi muita Shishi, cinematographer alikuwepo hapa pia, kocha Dennis Lungu, kocha msaidizi Charles Venus, yeye ni kocha mchezaji, lakini pia Abdalla Miraji, wengi humuita Mbongo. Mimi ni Akida Kilango, kwa niaba ya timu nzima nikusisitiza tu kwamba lipia mapema kuepuka usumbufu wa kimtandao, ili basi kuanzia tarehe 19 uweze kuona namna ambavyo kete zinapigwa. Uwe na siku njema.